mechi hizi sasa hivi kulikuwa wakati break sasa hivi, yani makocha wengi sasa hivi walikuwa wana train na timu zao na walikuwa wanaonesha kile ambacho wanacho. Sasa maana yake kwamba hii break kama kuna walimu walikuwa kwamba kuna chemistry fulani walikuwa wanatengeneza, maana yake sasa wanakwenda kutengeneza kwamba ni mfumo gani walikuwa kucheza katika mechi ya kesho. Lakini tuangalia kocha wa Simba, maana yake kwamba hii break aliyopata ni break nzuri ya kuitumia kuangalia wachezaji wake ambao alikuwa nao na mapungufu aliyokuwa nao na magani ya kumkabili JKT Tanzania. Lakini mimi ninachoiona Simba defense yake bado hairidhishi kwa mtu ambaye anatazama mpira, kwa sababu defense ya Simba mara nyingi inasheki. Yani inapokutana na timu ambayo ina press, maana yake kwamba inafanya defense ya Simba kufanya makosa mengi. Sasa ikikutana na wachezaji ambao ni machuaji ambao wanaweza kutumia nafasi kama wanazozitengeneza, maana yake Simba anaanza kuadhibiwa. Ila kutokana na hizi break fupi alikuwa na timu, maana yake kwamba anaweza kwenda kuifanyia kazi, kuangalia timu inacheza vipi. Ndio science ya mpira ilivyo, kwa sababu wewe unatakiwa uangalie kwamba mimi nashinda au nafungwa kwa sababu ya kitu gani? Maana yake defense, midfield au ni mabeki wa pembeni au ni mabeki wa kati. Kwa sababu sasa ili perform lazima timu ianze katikati kwenda mbele na kurudi nyuma. Maana yake sasa mechi ya kesho JKT ni timu nzuri, ni timu na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa na wanaweza kupress kwa wakati na kudefense kwa wakati. Maana yake tuangalie kesho kocha wa Simba kama hii break fupi kama atakuwa ameifanyia kazi, basi atafaulu. Yani kocha ambaye ameenda kuifanyia hii break fupi mazungumzo mengi na kuangalia makosa yake na kwenda kufaulu kesho. Lakini bila kuzungumzia Dar es Salaam Africans na anacheza Jumapili, maana yake ni timu inakutana na KMC. Maana yake kocha sasa wa KMC naye alikuwa break na kocha wa Afrika alikuwa na mjini anaingia, alikuwa ana muda mfupi hajakaa na timu. Maana yake sasa ni kitu gani anakwenda kuofa timu na magani anapoangalia wachezaji ambao first 11 yake amweke nani amwache nani. Kwa hivyo sasa ni wakati naye atuoneshe kwamba kwa hizo wiki mbili ni kitu gani ameenda kuingiza ndani ya timu. Lakini sina wasiwasi kwa kutokana na Yanga Afrika imesheni wachezaji ambao wana profile kubwa na na uwezo mkubwa. Yani wapo mwalimu tu atakuwa kuweka mbinu zake, lakini uwezo wa wachezaji ambao wanaweza kuamua mechi. Hii ndio langu.